Makombora mazito ya Iran yanazidi kuitikisa Israel na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejitokeza hadharani na amezungumza kwa uchungu na hisia kali kufuatia mashambulizi mazito na ya kushitukiza yaliyofanywa na Irani huko Israel usiku wa kuamkia leo, kwa maana ya Jumamosi jioni. Katika kile kinachoonekana kuwa ni mwanzo wa sura mpya na ya hatari katika siasa za kijiografia za Mashariki ya Kati, ulimwengu unashuhudia mpasuko mkubwa wa kiusalama baada ya Iran kufanya mashambulizi ya kushitukiza katika miji ya Arad na Dimona huko Israel. Hii si habari ya kawaida ya mapigano, ni tukio ambalo waziri mkuu mwenyewe wa Israel Benjamin Netanyahu amekili na kuliita kuwa ni jioni ngumu sana katika kampeni ya mustakabali wa Israel. Muda huu tunakwenda kuchambua kauli nzito za viongozi, ramani mpya ya mashambulizi ya Iran inayofika hadi maeneo ya mbali kama Diego Garcia, na tishio la Donald Trump, rais wa Marekani, ambalo limeitikisa London na miji mikuu ya Ulaya. Masaa machache tu baada ya makombora ya Irani kutua Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza na taifa kwa hisia kali. Ameeleza kuwa amefanya mazungumzo na meya wa Arad anayefahamika kwa jina la Yair Maayan, akimuomba afikishe maombi ya raia wote wa Israel kwa ajili ya amani na usalama wa waliojeruhiwa. Katika kile kinachoonesha uzito wa hali hiyo, Benjamin Netanyahu ametoa maagizo kwa mkurugenzi mkuu wa ofisi yake kutoa misaada yote muhimu kwa kushirikiana na wizara zote za serikali. Amesisitiza, ninamnukuu, "Ninazitia nguvu za dharura na uokoaji zinazofanya kazi shambani hivi sasa, na ninawasihi kila mmoja kutii maelekezo na maagizo ya Home Front Command. Tumeazimia kuendelea kuwapiga maadui zetu katika pande zote." Alipotembelea eneo la shambulio huko Arad, Benjamin Netanyahu ametoa hotuba ambayo wachambuzi wa kijeshi wanaiona kama hati ya mashtaka dhidi ya Iran mbele ya jumuiya ya kimataifa. Waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa hoja kuu mbili nzito kama ifuatavyo. Hoja ya kwanza, Benjamin Netanyahu amedai ni kulenga raia kwa makusudi. Katika hoja hii, Benjamin Netanyahu amesema kuwa masaa 48 yaliyopita ni ushahidi tosha kuwa Iran ni tishio kwa ulimwengu mzima. Amebainisha kuwa Iran imelenga maeneo ya kiraia kama silaha ya mauaji ya halaiki, yani mass murder weapon. Ameongeza kuwa ingawa hakuna aliyekufa, hiyo ni kutokana na bahati tu na si nia ya Iran, kwani nia yao ilikuwa ni kuwaua raia. Na hoja ya pili hapa, Benjamin Netanyahu amesema kuwa tishio kwa maeneo matakatifu ya Yerusalem. Katika hoja hii, Netanyahu amesema jambo la kushtua zaidi ni ripoti kuwa Iran ilifyatua makombora kuelekea Yerusalem, karibu kabisa na maeneo matakatifu ya dini tatu kuu, monotheistic faith, ukuta wa magharibi, Western Wall, kanisa la Holy Sepulchre na msikiti wa Al-Aqsa. Netanyahu ameeleza kuwa ni kwa njia ya muujiza tu kwamba maeneo hayo hayakuharibiwa, lakini Iran ilikuwa imeyalenga moja kwa moja. Hapa ndipo uchambuzi unapochukua sura ya kimataifa. Netanyahu amefichua kuwa Iran inafyatua kombora la masafa marefu, yani intercontinental ballistic missiles, kuelekea Diego Garcia barani Ulaya huko. Diego Garcia iko barani Ulaya huko, umbali wa kilomita 4,000. Hii ni hatua kubwa ya kijeshi ambapo Netanyahu amekuwa akionya kuwa Iran sasa ina uwezo wa kufika ndani kabisa ya Ulaya. Tayari wameishambulia nchi ya Ulaya, Cyprus, na sasa wanaiweka dunia nzima katika shabaha yao. Zaidi ya hayo, Iran inatuhumiwa kuzuia njia ya kimataifa
ya bahari ya nishati ikijaribu kuikandamiza na kuitisha blackmail dunia nzima. Katika hali iliyoongeza joto la kisiasa, Rais wa Marekani Mr. Donald Trump ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukabiliana ipasavyo na kile alichokiita utawala wa kigaidi na wenye msimamo mkali wa washupavu, yaani terrorist fanatic regime of zealots, na ametishia kuifuta kabisa obliterate mitambo ya kuzalisha umeme ya Iran ikiwa Tehran haitafungua mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya masaa 48. Hali hii imezua taharuki nchini Uingereza. Katibu wa makazi wa Uingereza Steve Reeds ametoa tamko zito akisema kuwa Donald Trump ana uwezo wa kujisemea mwenyewe. Hata hivyo, Reeds ameweka msimamo wa London kuwa wazi. Uingereza haitabururwa katika vita, lakini italinda maslahi yake na kufanya kazi na washirika ili kupunguza mvutano wa hali hii, yani de-escalate. Jambo hili linaonyesha mpasuko wa kidiplomasia kati ya msimamo mkali wa Donald Trump na msimamo wa tahadhari wa nchi za Ulaya, yani NATO. Tunapohitimisha uchambuzi huu, ni wazi kuwa mashambulizi ya Arad na Domina yamevuka mipaka ya kawaida ya kijeshi. Hapa kuna mambo makuu ya kuzingatia. Kushindwa kwa ulinzi. Israel inapaswa kuelezea kitaalamu ni kwa nini makombora hayo yaliweza kupenya, lakini pia kupotea kwa udhibiti wa Hormuz. Ikiwa tishio la Donald Trump la masaa 48 litatekelezwa, tunaweza kushuhudia bei ya mafuta ikipaa na uchumi wa dunia ukiumba. Mvutano wa kidini. Kwa kulenga Yerusalem, Iran inacheza karata hatari inayoweza kuamsha hisia za kidini ulimwenguni kote. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewataka viongozi wa kidunia kwa ujumla kujiunga na msimamo wa Israel na Marekani, ingawa anasema baadhi wanaanza kuchukua hatua. Anasisitiza kuwa mengi zaidi yanahitajika. Dunia sasa inasubiria kwa umakini wa hali ya juu sana kuona, je, masaa 48 ya Donald Trump yataisha kwa diplomasia au kwa milipuko mingine itakayoifuta miundombinu ya nishati ya Iran, au itakayoiteketeza kabisa sehemu ya Iran.